السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadhahullahu ta'ala bin Salizi anasema kwamba hali ya dunia inayopatikana siku hizi, kila mmoja anajua kila mahali fitina na ufisadi inapatikana. Wapinzani wa Islam wana laumu, kama nimeshawahi kusema na chungu mzima, kwamba wanalaumu kwamba hii fitina inapatikana kwa sababu ya Waislamu. Hazur anasema kwamba hii ni sawa, kwamba yapo makundi kadhaa kwa jina la Islam katika nchi za Waislamu na katika nchi sizo ambayo si za Waislamu. Kule makundi haya yanafanya vitendo ambavyo ni dhuluma moja kwa moja, na vitendo vyao havihusiki na dini tukufu ya Islam. Lakini hii pia ni kweli kwamba kwa njama maalum, kwa mpango maalum, hali hii iliingizwa katika Waislamu na wanaendelea kufanya ili Waislamu wafanye hivi. Na Islam ilipata hasara kwa sababu ya Waislamu ambao wanatafuta maslahi yao, na kwa sababu ya wanafiki, na hawa watu walitumiwa na maadui. Kwa hiyo hali ya dunia imeharibika sana. Hii ni kwa sababu ya vitendo vya Waislamu kadhaa. Kwa sababu ya vitendo vya Waislamu, maadui Waislamu wanapata nafasi sana ya kushambulia dini tukufu ya Islam. Hii ni dhahiri kwamba sisi wanajumuiya Waislamu pia tunalaumiwa kwa sababu ya hii, ingawa wale ambao wanatujua wanajua vizuri sana kwamba mafundisho ya Jumuiya Ahmadiyya na vitendo vya wanajumuiya ni vitendo vya mapenzi na upendo na amani na usalama. Lakini watu wa kawaida ambao hawatujui vizuri, wao pia wanaona kwamba sisi pia ni Waislamu sawa na Waislamu wengine, na wao wanatudhani kama sisi sawa na media, wanatudhani kwamba sisi pia ni sawa na Waislamu wengine. Katika nchi kadhaa vyama vya nchi mbalimbali havitaki kusikia kuhusu Islam, bali wao wanapinga tu Islam bila
kutusikiliza sisi. इस मुखालफत का Upinzani huu unapatikana katika mashariki wa Germany, vile vile katika Holland pia, ambapo uchaguzi utafanywa hivi karibuni. इसी तरह Vile vile katika nchi zingine za Ulaya pia hawa wapinzani wanaendelea kupata nguvu, na sisi tayari tunajua hali ya Marekani ikoje. और फिर अहमदी ना सिर्फ Katika hali hii wanajumuia kwa kuwa Waislamu, बल्कि मुसलमान ममालिक में na vile vile katika nchi za Waislamu kwa kuwa wanajumuia hawa wanajumuia wanasumbuliwa sana, na wanasumbuliwa kwa sababu ya hii tu kwamba sisi आने वाले मुनादी को tulimpokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam aliyekuja sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu katika nchi ya Pakistan. में तो Kwa sababu ya sheria ya nchi ya dhuluma, mashehe wamepewa uhuru wa kuwadhulumu wanajumuia, na kwa sababu ya hofu ya mashehe mahakama pia haufanyi uadilifu. लेकिन अब Lakini sasa katika Aljazair pia mahakama pia imeanza kufanya sawa na mahakama ya Pakistan. Wao pia kwa hofu ya mashehe मासूम अहमदियों को जेल wanapeleka wanajumuia gerezani kwa kuwalaumu. इस वक्त Kule angalau wanajumuia 16 kwa sababu ya kuwa wanajumuia wamefungwa gerezani na wapo kwenye jela. तो ऐसे में Katika hali hii mwanajumuia anatakiwa afanye nini? हमारे पास Sisi hatuna utawala wa dunia, wala sisi hatuna mali ya dunia, wala hatuna fedha ya mafuta. Ndiyo, sisi tunao kitu kimoja जिसकी तरफ kwacho kila mwanajumuia wa dunia nzima anatakiwa azingatie sana kitu hiki, na kitu hiki ni ibada za Mwenyezi Mungu, kutoa sadaka na kufanya istighfar. इस्तिग़फ़ार के जरिए Kwa kufanya hivi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Haya ni mambo kwayo yanavuta rehema ya Mwenyezi Mungu, और इंसान na manadamu anakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mambo haya. इबादत Kuhusu ibada na hususan kuhusu swala, katika hutuba zilizopita nimeshawahi kukumbusha. Leo kuhusu sadaka na kuhusu istighfar mimi nitazungumza ज़्यादा बात करूँगा kwamba vitu hivi viwili ni njia nzuri ya kupata na kutafuta rehema ya Mwenyezi Mungu. इंसान के अंदर Mwanadamu anakuwa na udhaifu wa aina mbalimbali. Baadhi wakati औकात sisi kwa sababu ya shughuli za dunia की वजह से अपनी बात hatutekelezi haki ya ibada zetu. Tunapopata shida ya binafsi tunatoa sadaka kidogo, pengine hatutoi sadaka, इस्तिग़फ़ार na jinsi tunayotakiwa tufanye istighfar hatufanye istighfar wile. Ikiwa अगर हम में से kila mmoja anachunguza hali yake, basi hii itajulikana kwamba hali yake ni aina hii, kwamba wengi wa miongoni wetu ni wale ambao hawatimizi haki ya vitu hivi. Basi ikiwa sisi tunataka kupata fadhila za Mwenyezi Mungu na tunataka kuvuta rehema ya Mwenyezi Mungu, और दुश्मनों और मुखालफीन को कोशिशों को na tunataka कोशिशों को नाकाम और नामुराद maadui washindwe, तो हमें katika hali hii tunalazimika kuzingatia vitu hivi viwili, na vitu hivi viwili ni wenye kuita radhaa ya Mwenyezi Mungu na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Wakati Mwenyezi Mungu anaposema mimi napokea tauba na istighfar na sadaka, anasema hayo kwa sababu ya hii, ili nyinyi mwelekee kwenye tauba na istighfar, ili shida zenu ziondolewe, मुश्किलात दूर करूँ, niondoe बेचैनियाँ दूर करूँ, matatizo yenu, na vile vile nawaleteni karibu nami, तुम्हारे na nisamehe dhambi zenu za zamani, तुम्हें
na niwapatieni uwezo wa kuwa watumishi wa mwenyezi mungu na niteremshe rehema yangu juu yenu. Kama katika aya hii mwenyezi mungu anasema alam ya'lamu anna allaha huwa yakbulu taubata an ibadihi अन इबादिही wa yakhudhu sadaqati याखुज़ु सदक़ात wa anna allaha huwa tawwabur rahim. वत्तवाबुर रहीम। yani यानी je hawajui hawa kwamba ni mwenyezi mungu कि अल्लाह ताला ambaye anapokea tauba ya waja wake na anapokea sadaka ya watumishi wake, na ni mwenyezi mungu tu ताला ही है ambaye anapokea tauba na vile vile ni mwenye rehema sana. रहम करने वाला है। Umuhimu wa sadaka na dua na kuhusu mahusiano ya vitu hivi wawili, sayyidina alayhi salatu wasalam alisema sadaka imetolewa katika neno la sidq. Wakati mtu anapotoa sadaka katika njia ya mwenyezi mungu, तो मालूम हुआ hii inaonyesha kwamba yeye ana sidq pamoja na mwenyezi mungu, yani ana urafiki na mwenyezi mungu. Na kitu cha pili ni dua. Amesema फरमाया कि दुआ के साथ kwa sababu ya dua moyo wa mtu unalainika. दुआ वो है Yani dua ni kitu ambacho कदा करे kina mlainisha moyo wa mtu, na katika dua kuna njia ya kujitolea. Sidq na dua, ikiwa mtu anakuwa na sifa hizi, basi mtu anapata tiba na anaponya. इस्तिग़फ़ार भी Istighfar vile vile ni dua. Wakati mtu जब इंसान अपने गुनाहों anapofanya istighfar kwa kuzingatia makosa yake, katika hali hii anapofanya dua, basi katika hali hii moyo wake unalainika, na inatakiwa iwe hivi. Moyoni mwake anatakiwa awe na huzuni, asiseme kwa mdomo tu astaghfirullah astaghfirullah, na katika hali badala ya kumwelekea mwenyezi mungu yeye anamwelekea upande mwingine. Katika hali hii yeye hawezi kupata malengo yake. बस Basi mwenyezi mungu anapokea maombi ya waja wake, na vile vile sadaka जो बेचैनी inayotolewa kwa ajili ya kupata rehema ya mwenyezi mungu, bila shaka sadaka ile inakubaliwa na mungu. और ये और जब Wakati mtu anapoahidi करता है कि kwamba आइंदा siku zijazo mimi nitajitahidi nisifanye makosa, wakati mwanadamu anapofanya juhudi ya kupata rehema ya mwenyezi mungu, katika hali hii अल्लाह ताला mwenyezi mungu kwa kumpitia mtume sallallahu alaihi wasallam alitubashiria कभी भी दी है कि दुआओं और सदक़ात को कबूल दी kwamba और सदक़ात को कबूल करने kwamba yeye atakubali maombi yetu na sadaka yetu. मेरे बंदों को बता दो Amesema, mwenyezi mungu anasema kwamba uwatangazie waja wangu kwamba mtu anapokuja kwangu kwa hatua moja, mimi namwendea kwa hatua mbili. Wakati mtu anapokuja kwangu mbio, basi mimi namkimbilia. दौड़ कर आता बस अल्लाह ताला Basi hakuna mpaka wa rehema ya mwenyezi mungu. फिर Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hayo pia, फरमाया kwamba mwenyezi mungu ni mwenye haya sana, na yeye ni mpaji na vile vile ni mkarimu sana. Wakati mtu anapoinua mikono yake mbele yake kwa ajili ya kuomba, katika hali hii mwenyezi mungu harudishi mikono yake mitupu bila kupokea maombi yake. Ndiyo, inaweza kutokea hivi हो सकता है जिस तरह बंदा jinsi mtu anapotegemea apate matokeo, si lazima kwamba matokeo yapatikane sawa na mawazo yake au yapatikane sawa na wakati aliyotegemea. Baadhi wakati sawa na hekima fulani mwenyezi mungu, baada ya muda fulani au katika sura ingine analeta matokeo ya sadaka hii na maombi yake. जाहिर हो रहे होते हैं Baadhi wakati
matokeo yanapatikana pale pale, बस ये कामिल ईमान होना basi inatakiwa mtu awe na imani kamili hii. Mwenyezi Mungu aliposema kwamba mimi napokea maombi, napokea istighfari yenu, चाहिए, कबूल कर, napokea sadaka yenu, मैं सदकात कबूल करता हूँ. yani wakati mtu जब इंसान anapoomba माफी मांग रहा हो, radhi ya Mwenyezi Mungu na anatubu na anaahidi kwamba hatafanya madhambi siku za usoni, pamoja na hii anafanya juhudi, basi katika hali Mwenyezi Mungu anapokea tauba ya mwanadamu परेशानियों na vile vile anamwondoa katika shida za aina zote. Inatakiwa ikumbukwe से याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला Mwenyezi Mungu anajua hali ya mioyo yetu, इसलिए kwa hiyo vitendo tunavyofanya kwa ajili ya kuwaonyesha wengine, Mungu hapokei vitendo hivi. Lakini ikiwa tunafanya vitendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika hali hii kama aliyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, माया katika बगैर hali hii Mwenyezi Mungu नतीजे या अजर के hatuache bila kutupatia matokeo ya maombi yetu. Mwenyezi Mungu ni mrehemevu kiasi hiki, कि अपने बंदों पर rehema, hali ya rehema yake ni aina hii. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, wale watu ambao hawana uwezo wa kutoa sadaka, का दे सकें, basi wao wafate vitendo vizuri na waepukane na maombi, waepukane na maovu, basi hii itakuwa sadaka kutoka kwao. उनकी बातें और इस्तिग़फ़ार Ibada yao na istighfari yao na vitendo vyao vizuri ambavyo vinafanywa kwa ajili ya kuwafaidi wengine, वो जहाँ wao kwa sababu ya ibada na istighfar, ikiwa wao watapata ridhaa yake, vile vile वहाँ vitendo vyao vizuri सदका vitakuwa sawa na sadaka, sawa na kutoa sadaka katika njia ya Mwenyezi Mungu. हैसियत शख्स Mtu mwenye uwezo kwa kutoa sadaka ana sababu anayopata. Katika hali hii maskini mtu, kwa sababu ya vitendo vyake vizuri, बशर्ते कि वो sharti ni kwamba yeye anafuata mafundisho mengine pia yote, basi yeye kwa kufanya vitendo vizuri atapata thawabu sawa na yule mtu ambaye anatoa sadaka. बस Basi Mungu ambaye anatupenda hivi, namna gani tunaweza kumshukuru yeye, au kwa njia gani sisi tumshukuru? जिसने ना सिर्फ हमें Yeye alitufundisha njia za kuepukana na makosa yetu, बल्कि ये भी फरमा दिया na vile vile pamoja na hii amesema kwamba जो vitendo ambavyo mnafanya kwa ajili ya kuepukana na maovu, mimi napokea vitendo vyenu. Kwa kufanya hivi mimi nawapatieni ulinzi wangu na nawaondoleni katika shida na maafa. Basi हाथ से hii ni njia moja tu pekee kwa ajili ya kutoka katika njia za maafa, kwamba sisi ibada zetu na maombi yetu yawe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na kwa kufanya hivi tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu na tufanye istighfar sana. सदका और खैरात Vile vile pamoja na hii tutoe sadaka, जमाती तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Sayyidina alayhi salatu wassalam पार की kwa kueleza mada ya sadaka na istighfar ametoa nasaha mara chungu mzima. Nataka kueleza kadhaa hapa. इस्तिग़फ़ार की हकीकत Kwa kueleza uhakika wa istighfar, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema, फरमाते हैं gunaha, zambi ni mdudu ambao unakuwa katika damu ya mwanadamu, मगर उसके na tiba yake inaweza kufanywa kwa kupitia istighfar. Muelewe istighfar ni nini. Istighfar ni hii kwamba dhambi ambayo mtu ameweza kufanya, dhambi ambazo tulizozifanya, Mwenyezi Mungu atusalimishe katika matokeo yake mabaya, na dhambi ambazo hatujazifanya, हुआ इंसान में मौजूद हैं na inawezekana mtu afanye zile dhambi, au mtu anao nguvu ya kufanya dhambi zile, basi tusipate nafasi ya kufanya zile dhambi.
tusiweze kufanya dhambi zile. Hii ndiyo ni istighfar. और अंदर ही अंदर वो जल na dhambi hizi zote ziungue ndani, zisitoke nje. गुनाहों की माफी yani mtu anaomba msamaha wa dhambi zilizofanywa na zitakazoweza kufanywa, basi hii ndiyo ni istighfar. Amesema kwamba wakati huu ni wakati wa hofu sana, kwa hiyo nyinyi muendelee kufanya tauba na istighfar, na vile vile muendelee kuchunguza nafsi zenu. watu wa dini zote na watu wa kitabu wanasema kwamba kwa sababu ya sadaka na istighfar adhabu inaondolewa, lakini adhabu inaposhuka basi katika hali hii haiondolewi. Basi nyinyi mufanye istighfar bila kuchelewa na mufanye toba ili ninyi msiadhibiwe na Mungu awalindeni. Hazur anasema kwamba usumbufu tunapata huu ni usumbufu mdogo, lakini mahali ambapo dunia inaelekea na jinsi mtu anaendelea kuwa na huru zaidi na jinsi watu wanafanya vitendo vya kumghadhibisha Mwenyezi Mungu, katika hali hii mwanadamu anaelekea mahali ambapo mwenyewe ataleta mangamio yake na dunia inaendelea kumghadhibisha Mwenyezi Mungu kwa sababu ya vitendo vyake. Katika hali hii, hii ni kazi ya wafuasi wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, kwamba ikiwa upande mmoja sisi tufanye istighfar na toba ili tusiathirike na hali hii mbaya, kwa kawaida sisi tufanye dua kwa ajili ya dunia hii pia, kwamba Mwenyezi Mungu aijalie dunia hii akili. Kisha kwa kueleza uhakika wa istighfar, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anaendelea kusema zaidi. Anasema inatakiwa kwamba Mwenyezi Mungu ana majina mawili, al-Hayy na al-Qayyum ndani ya Qur'an tukufu. Al-Hayy maana yake ni kwamba mwenyewe ni hai na vile vile anawapatia uhai wengine, na Qayyum maana yake ni kwamba yeye mwenyewe yu imara na vile vile anakuwa sababu ya kuwaimarisha wengine. Uhai na uimara unapatikana kwa sababu ya sifa hizi mbili za Mwenyezi Mungu. Basi neno hai linataka kwamba sisi tumwabudu Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani tukufu, iyyaka na'budu, na al-Qayyum inataka kwamba sisi tuombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hali hii imeelezwa katika iyyaka nasta'in. Amesema hai, neno hili hai inahitaji tufanye ibada. Sababu yake ni hii kwamba Mungu alituumba, na kwa kutuumba yeye hakutuacha. Kama mtu mfundi wa nyumba anajenga nyumba, anapokufa nyumba haiharibiki, lakini mwanadamu kila wakati anamhitaji Mwenyezi Mungu, anahitaji msaada wake. Kwa hiyo hii ni lazima kwamba muendelee kuomba uwezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo ni istighfar. Yani nyinyi muombe uwezo wa kuepukana na maovu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni istighfar, na kuomba uwezo huu ni istighfar. Uhakika wa istighfar ni hii. Sayyidina Malasam anasema uhakika wa istighfar ni hii, lakini inatakiwa kisha ipanuliwe hali hii. Mungu alipanua hali hii kwa ajili ya wale watu ambao wanafanya dhambi ili wao wasalimike katika matokeo mabaya. Lakini istighfar asili ni kwamba mtu aokolewe katika udhaifu wa binadamu. Yule mtu ambaye ni mdhaifu, yeye haelewi istighfar, basi yeye mtu hana adabu, na vile vile yeye ni atheist. Hazur anasema kwamba kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu na vile vile kwa kueleza maana ya toba na istighfar, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema mwanadamu ametumwa kwa ajili ya kazi kubwa sana.
kazi ya maelezo ya kazi hii ameeleza sayyidina alayhi salatu wassalam hivi kwamba mwanadamu analazimika kuleta mabadiliko mazuri ndani yake, na hii ni kazi kubwa sana, jukumu kubwa sana alilopewa, kwamba yeye alete mabadiliko mazuri ndani yake, na vile vile apatane na Mwenyezi Mungu, asimkasirishe Mwenyezi Mungu, na vile vile ajue kwamba amekuja kwa ajili ya kazi gani. Yani mtu awe na elimu kwamba amekuja kwa lengo gani katika dunia hii, na kama tunajua kwamba lengo hili Mungu ameeleza mwenyewe kwamba lengo hili ni kwamba tumwabudu Mwenyezi Mungu, kwa kufanya hivi tupate ukaribu naye. Kisha anasema sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba mwanadamu ametumwa kwa ajili ya kazi kubwa, lakini wakati unapowadia na yeye hatimizi majukumu yake, basi katika hali hii Mwenyezi Mungu anamwangamiza. Angalieni mtumishi mfanyakazi wakati hafanyi kazi vizuri, basi katika hali hii mtajiri anamwambia yeye aache kazi. Yule ambaye hatimizi majukumu yake, Mungu pia hamlindi. Sayyidina alayhi salatu wasalam anatoa mfano wa baba yake, anasema kwamba baba yangu aliendelea kutibu miaka 50. Alikuwa akisema kwamba yeye hakupata tiba yoyote, lakini anasema kwamba dawa yote mtu akimeza haiwezi kuleta faida isipokuwa amri ya Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tufanye toba sana ili Mwenyezi Mungu alete fadhila zake. Fadhila za Mwenyezi Mungu inaposhuka, basi dua pia inakubaliwa. Mwenyezi Mungu amesema kwamba nitapokea maombi, na wakati mwingine alisema kwamba nyinyi mkubali kudra yangu pia. Sayyidina alayhi salam anasema kwamba mimi sitegemei dua yangu itakubaliwa mpaka nipate idhini kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwanadamu si kitu chochote, basi kila wakati tunatakiwa tuendelee kuzingatia fadhila za Mwenyezi Mungu na kuomba fadhila zake. Kwa ajili ya kuomba fadhila za Mwenyezi Mungu tunatakiwa tuendelee kumwelekea Mwenyezi Mungu kila wakati, tuwe karibu naye kila wakati. Vile vile tuendelee kufanya toba na istighfar. Vile vile tuendelee kutimiza haki zake na vile vile kutimiza haki za viumbe vyake. Kisha kwa kueleza kwamba kulia mbele ya Mwenyezi Mungu na sadaka inaleta faida, Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema dua ni kinga kubwa sana kwa ajili ya ufaulu. Kaumu ya Yunus kwa sababu ya maombi ilisalimika katika adhabu iliyopangwa kwa ajili yao. Amesema kughadhibiana na kupata hasira juu ya wengine. Amesema kwamba hut ni samaki na nun ni haraka na vilevile ni samaki pia. Basi hali ile ya Yunus alayhi salatu wasalam ilikuwa hali ya ghadhabu. Yeye alipata malalamiko kwa sababu adhabu iliondolewa na aliona maombi yake yameenda bure. Vile vile alidhani kwamba kwa nini kauli yake haikuitimia. Basi hii ilikuwa hali ya ghadhabu ilipatikana ndani yake. Kwa kupitia tukio hili tunapata funzo kwamba Mungu anabadilisha kudra, na kwa sababu ya kulia na kwa sababu ya toba baadhi wakati adhabu inatolewa. Na kwa kutegemea hii Mwenyezi Mungu amesema kwamba tutoe sadaka. Njia hizi pia inamridhisha Mwenyezi Mungu. Anasema katika ilmu tabiru ruya, katika hii mali inakuwa liver. Kwa kutoa mali inakuwa ni किस कदर सिद्ध को सवाब दिखाता है। और असल बात तो यह है कि सिर्फ किलो काल से कुछ नहीं बनता जब तक कि अमली रंग में लाकर किसी बात को न दिखाया जाए। फरमाया कि सदका, anasema sadaka इसको इसलिए कहते हैं
के साधकों पर निशान कर देता है. हजरत यूनुस के हालात kuhusu hali ya Yunus katika Durr Mansur iliandikwa kwamba ने कहा कि मुझे पहले ही मालूम था कि जब तेरे सामने nilijua kwamba yani alisema Mungu yeyote atakapokuja mbele yako atalia mbele yako basi utamrehemu. Katika hafla fulani Sayyidina alayhi salatu wasalam जिसकी तस्वीर alisema, maelezo yake yameelezwa yalichapwa katika Al-Badr kwamba watu kadhaa walikuja जुमे की नमाज के बाद baada ya sala ya Ijumaa. Sayyidina alayhi salatu wasalam alikaa msikitini. Watu wa gazeti wanasema kwamba baada ya swala ya Ijumaa की जुमा watu walikuja kule walifanya bayat, na Sayyidina alayhi salatu wasalam aliwapatia nasaha, तकरीर na katika nasaha aliwakumbusha kwamba wazingatie swala na saumu, na vilevile aliwasihi kwamba wao wasifanye madhambi, औरतों लड़कियों और लड़कों na alisema kwamba wao wafanye nasaha ya kufanya mema nyumbani. से दरख्तों और खेतों को Na alisema ikiwa miti haipewi maji, miti haileti matunda, hivi ndivyo ikiwa moyo haupewi maji, yule moyo pia hauleti faida kwa ajili ya mwanadamu. Yani Sayyidina alayhi salam alisema kwamba tunatakiwa tuendelee kukumbushana kuhusu mema ili tuendelee kuzingatia dua na istighfar, na pamoja na hii tuendelee kufanya vitendo vizuri pia kwa sababu ya kukumbushana. और यही Na haya ni maji, kwayo mti wa mwema unaota. Na amesema kwamba कि हंसी और ठट्टे Sayyidina alayhi salam amesema kwamba लिखने वाले लिखते हैं कि हंसी और Sayyidina alayhi salatu wasalam aliwasihi kwamba wao wasikae pamoja na wale watu wanafanya mzaha, na vile vile alisema kwa sababu ya sadaka na dua maafa yanaondolewa. Alisema ikiwa mtu hana fedha basi mnaweza kumsaidia mtu kwa ajili ya katika kuchota maji, डोल डालते हैं, hii pia ni sadaka. ये भी सदका है. फरमाया कि अपने Amesema kwa kutumia mali na mwili kuwasaidia wengine, hii pia ni sadaka. Basi kwa ajili ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, ikiwa tunalazimika kusali swala, kufanya ibada, vile vile pamoja na hii tunalazimika tuepukane na dhuluma, na vile vile tuwasaidia watu wengine. घरों में बजाय ज्यादा वक्त Badala ya kufanya mambo ya nyumbani, bali inatakiwa tuendelee kukumbushana kuhusu mambo mema, na vile vile tunalazimika kuepukana na hafla ambapo mzaha unafanywa na mambo ya ufedhuli yanafanywa na dhihaka inafanywa dhidi ya wengine, kama aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ये मारूफ बातें हैं hii ni sadaka. जो सदका Ikiwa tunafanya hivi, yani kuwasaidia watu ni sadaka. Wale ambao wanaondoa shida za wengine, wao yeye pia anatoa sadaka. Basi tunatakiwa tuzingatie kitu hiki vizuri. Kisha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema wakati fulani, एक मौके पर फरमाया कि तमाम मज़ाहब के दरमियान dini zote zinaafiki juu ya hii kwamba kwa sababu ya sadaka रात के साथ maafa yanaondolewa. और बला के आने के मुतालिक खुदा ताला पहले से खबर दे Ikiwa Mungu anaonya kuhusu maafa, hii inaonyesha ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Basi kwa sababu ya kutoa sadaka onyo hili linaweza kuondolewa. Amesema manabii 124 wao walikiri kwamba walikubali kwamba kwa sababu ya sadaka maafa yanaondolewa. अगर बला Ikiwa balaa ni aina hii ambayo haiwezi kuondolewa, katika hali hii sadaka na dua inaenda bure, haileti faida. Basi Mwenyezi Mungu anaposema napokea sadaka, करता हूँ तो वो ऐसी yeye anaye uwezo wa kupokea sadaka katika hali hii करता है pia. Kwayo बारे में वो बाज़ाकात kwa kupitia manabii anaeleza mapema kwamba itatokea hivi, yani anatoa habari ya adhabu, lakini kwa sababu ya kutoa sadaka adhabu ile inaondolewa. Kama की कौम habari ilitolewa kuhusu kaumu ya Yunus alayhi salatu wasalam, lakini kwa sababu kaumu ililia mbele ya Mwenyezi Mungu na ilitoa sadaka, kwa sababu ya hii adhabu iliondolewa. वो टल गई. Basi बस जब अम्बिया की
bishara za manabii zinazotolewa ikiwa zinaweza kuakhirisha kwa sababu ya sadaka सदका खैरात से, तो फिर जो मुश्किलात इंसान na maafa yanayopatikana kwa sababu ya vitendo vya mtu binafsi सामने आती हैं mwenyezi mungu को na maafa haya yanapatikana kwa sababu ya kumsahau mwenyezi mungu, basi वो क्यों खुदा ताला की तरफ से namna gani maafa haya hayawezi kuondolewa ikiwa mtu anamwelekea mwenyezi mungu na anafanya dua na vile vile anatoa sadaka? Bila shaka maafa haya, mabalaa haya yanaweza kuondolewa, lakini sharti ni hii: kulia kwetu, kufanya dua na vile vile kutoa sadaka iwe sawa na amri ya mwenyezi mungu na iwe kwa ajili yake. हजरत सल्लल्लाहु mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wakati fulani kwamba sadaka ताला के गजब को ठंडा कर inaondoa ghadhabu ya mwenyezi mungu की मौत को na vile vile inaondoa ubaya wa vitendo vibaya, na alisema kwa kutoa sadaka से बचो। muipukane na moto hata kama mnatoa nusu ya tende. और पहले Hazur anasema tumeshawahi kusikia neno kauli hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kufanya vitendo vizuri pia ni sadaka. Basi tunatakiwa tuendelee kuzingatia vitu hivi vyote, mambo haya yote. Pamoja na hii tunatakiwa tukumbuke कि पहले भी जिसका जिक्र हो चुका है कि इस्तिग़फ़ार और दुआ ni muhimu sana kwamba sisi tuelekee kwenye istighfar na dua. इस्तिग़फ़ार Dua inayofanywa kwa moyo wote inatusalimisha katika dhambi zijazo, na vile vile inavuta rehema ya mwenyezi mungu, na vile vile dua ile inatupatia ukaribu na mwenyezi mungu. हजरत सल्लल्लाहु mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में yule ambaye amefunguliwa mlango wa dua, basi बोला गया तो गोया milango ya rehema imefunguliwa kwa ajili yake. Kitu chochote kinachoombwa kwa mwenyezi mungu उसमें सबसे ज्यादा katika अल्लाह ताला से जो चीज मांगी जाती है उसमें से सबसे ज्यादा उसे katika vitu hivi vinavyoombwa na mwenyezi mungu, mtu anatakiwa aombe msamaha wa mwenyezi mungu, na yeye anapenda kitu hiki zaidi kuliko vitu vingine vyote. उसकी पनाह में आया जाए। mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, आया कि दुआ उस इब्तिला के मुकाबले dua dhidi ya maafa yalitokea na maafa ambayo hayakutokea, dua ina faidi katika sura zote mbili. Amesema, enyi watumishi wa mwenyezi mungu, hii ni lazima juu yenu kwamba nyinyi muendelee kufanya maombi bila kuchoka. Kisha sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, kumbukeni, कि याद रखो mtu anapoghafilika na anafanya dhambi, basi inakuwa dhambi kubwa sana, na hii dhambi inakuwa na sumu sana. Mtu ambaye anatubu hali yake ni sawa na yule mtu ambaye hakufanya dhambi. Yani yule ambaye alifanya toba vizuri na aliomba msamaha wa dhambi za zamani na aliahidi hatafanya dhambi siku za usoni, hali yake ni sawa na yule mtu ambaye hakufanya dhambi. Lakini yule mtu ambaye hajui anafanya nini, basi yule mtu yupo hatarini sana. Basi ni lazima kwamba msighafilike, mnatakiwa mjue mnafanya nini na mnatakiwa mjue vitendo vyenu vyote. Na amesema kwamba mtubu katika dhambi zenu na muendelee kumwogopa mwenyezi mungu. Yule mtu ambaye kwa kutubu anarekebisha hali yake, yeye atasalimishwa dhidi ya wengine. Basi dua inamfaidi yule tu ambaye anarekebisha hali yake mwenyewe, pia और खुदा ताला के साथ vile vile anajenga urafiki na mwenyezi mungu. Amesema, ikiwa nabii anafanya mwombezi kwa ajili ya mtu mwingine, ikiwa yule mtu ambaye aliombewa harekebishi hali yake na yeye hatoki katika maisha ya dhambi, basi dua pia haiwezi kumfaidi. Mwenyezi mungu atujalie sisi sote kwamba sisi tuweze kuelewa uhakika wa dua. Sisi kwa kumwelekea mwenyezi mungu tuiname mbele yake, na sisi tuzingatie sana istighfar. देने वाले हों, अपने पिछले गुनाहों की बख्शिश Tuombe ghufira ya dhambi zetu zilizotokea zamani, na sisi tuahidi kwamba siku zijazo hatutafanya dhambi, na kwa kuahidi hii sisi tufanye juhudi, बलाओं को sisi tuweze kutoa sadaka kwa ajili ya kuondolewa maafa, na sadaka yetu tutoe ya aina hii ambayo itakubaliwa na mwenyezi mungu. Mwenyezi mungu atupatie ulinzi wake, na mwenyezi mungu atulinde katika mashambulio na njama za maadui, na mashambulio yawe dhidi yao. Sisi tuhesabiwe pamoja na wale watu ambao wanakuwa na hofu ya mwenyezi mungu mioyoni mwao. और हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम
na vile vile sisi tuwe warithi wa maombi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maombi ya sayyidina alayhi salatu wasalam. Huzur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ya ghaibu ambayo ni ya Bi Saada Bartawi sahiba. Alikuwa mwenyeji wa Dimashq, alifariki kule Dimashq kwa sababu ya leakage ya gas. Moto uliwaka na kwa sababu hii aliungua, alipelekwa hospitalini, alipata matibabu na alipona kidogo, na alionyesha subra sana. Aliendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu na alikuwa akisema kwamba yeye yupo radhi juu ya kudra ya Mwenyezi Mungu. Lakini baada ya siku 4 yeye alipata maradhi ya heart attack, na tarehe 10 ya Januari 2017 alifariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alifanya bayat 2004 baada ya mume wake, lakini yeye alipita mbele kuliko mume wake na watoto wake. Mume wake bana Mari sahib anaeleza baada ya kufanya bayat yeye alipata ujauzito. Wakati alipokuwa mjamzito alianguka katika ngazi, na tulikuwa na hatari kwamba labda mtoto ataharibika, lakini usiku aliona ndoto kwamba mtu mmoja anaita kutoka mbinguni kwamba Mungu atasalimisha mtoto huyu. Kwa hiyo tuliamua kwamba akizaliwa mtoto vulana tutampatia jina Ahmad. Kwa hivyo ndivyo iliyofanywa. Mtoto alipokuwa na umri wa miaka 6, tena sauti inakuja kutoka mbinguni kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe atamlinda huyu mtoto. Siku moja alikuwa anaenda barabarani pamoja na yule mtoto. Mara yule mtoto akaja barabarani, yeye akashika mkono kichwa chake na akafungua macho yake. Alipofungua macho yake, mtoto wake alikuwa ameshapita barabara na alienda upande mwingine wa barabara. Mume wake anasema alipata umara sana katika mema. Wakati wote nilipokuwa nikipata nia ya kufanya mema, nilikuwa na fikiria nitamwambia mke wangu. Yeye alikuwa akisema kwamba mimi pia nilipata wazo hili, lakini tayari nimeshafuata hii mwema huu. Yani mume alikuwa anafikiria, lakini yeye alikuwa ameshafanya kitendo kile, na alikuwa akifanya hivi takriban kila wiki. Son-in-law anaishi kule Germany anasema kwamba mama alikuwa mwenye tabia nzuri sana. Yeye alikuwa si mdui wa mtu yeyote, alikuwa akiwasaidia watu. Mume wake 2009 mpaka 2013 alikamatwa na polisi. Aliangalia watoto wake katika hali hii, na vile vile alilipa mkopo, na alikuwa akishiriki katika vitendo vizuri, na alikuwa akiwatendea watu wote vizuri, na alikuwa akitoa michango yake bila kukosa. Amezikwa katika Husher, eneo la Dimashq. Kabla ya kuzikwa kwake, wanajumuiya na wasikuwa wanajumuiya waliswali jeneza. Mwenyezi Mungu amghufirie na apandishe madaraja yake, vile vile awajalie watoto wake waendelee kujenga mahusiano mazuri na jumuiya na ukhalifa. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.